Fungua Injili ya Yohana sura ya 7, tuanzie hapo. Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 37. Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 37. Baba, asante kwa neema yako. Roho Mtakatifu, asante kwa uwepo wako asubuhi ya leo. Glory to God. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Haleluya. Amina. Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Sura 38. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Anasema hivi, mtu akiona kiu, andika kiu ya kuziona nguvu za Mungu. Kiu ya kuziona nguvu za Mungu. Kiu ya kuziona nguvu za Mungu. Yesu akamwambia, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Sasa haya maneno alikuwa Yesu anayaongea kwa habari ya Roho Mtakatifu. Akasema mtu akiona kiu. Akasema kwamba kiu uwezo ukafundishwa kuwa na kiu. Uwezo ukasomea. Uwezi ukaelekezwa. Kiu inakuja. Haleluya. Amen. Na Mungu, fundishe kanuni ya kimungu. Mungu akitaka atende jambo fulani kwenye maisha yako, anakupa kwanza kiu ya hilo jambo ndani yako. Haleluya. Amina. Hiyo kiu inapokuja ndani yako, wewe sasa una nafasi ya kuiruhusu au kuizima. Haleluya. Amen. Yaani wewe una nafasi ya kuruhusu hiyo shauku iwepo au isiwepo. Kwa hiyo Mungu waga atulazimishi, ila anataka tuwe na kiu. Nikasema pia shetani akitaka usipate kitu chochote kutoka kwa Mungu, pamoja na kusali kwako, pamoja na kuabudu, pamoja na kusifu, anakuondolea kiu. Anakuondolea nini? Kiu. Kwa hiyo una kiu, na hapo ndo kunakuwa kuna Ukristo wa kimazoea. Kama una huduma, unakuwa na huduma ya kimazoea. Kama unakuja kanisani, unakuwa unakuja kimazoea. Kama unaomba, unakuwa unaomba kwa sababu hauna kiu. Kwa hiyo kila wakati ukiona ndani yako una kiu, yani ujisikii kuomba, ujisikii kufunga, ujisikii kusoma neno, ujue shetani kuna kitu yuko na, hata kama una sababu. Kuna wakati mwingine unakuwa na sababu, unasema yani nimetoka kwenye maombi juzi na vitu ndio vimeenda vibaya. Wewe unakasirika, unasema sasa hivi siombi, sisomi neno. Hapo adui ameshakukamata. Shetani ameshafanya nini? Ameshakukamata. Anataka kuondolee kiu. Kwa sababu ukiwa hauna kiu, mstari Yesu anasema atakaye una kiu ndio aje. Kwa kuna vitu vitawatokea wale wenye kiu. Tuko pamoja? Amina. Sasa hapa alikuwa anaongea juu ya Roho Mtakatifu. Ukienda mstari wa 38
anasema aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu anasema mwenye kiu aje kwangu aje. Alafu anasema aniaminie. Kwa lugha nyingine ni kwamba hii kiu haiwi tu kiu, lakini pia inaambatana na imani. Amina. Sema imani. Imani. Haleluya. Amen. Naomba nifafanue hapo vizuri ili tuweze kuelewana. Imani, niwaambieni, inavyotenda kazi, imani huwa haitendi kazi peke yake. Haleluya. Imani huwa inaendana na kiu. Imani inaendana na nini? Na kiu. Imani inaendana na shauku. Kwa unakuwa unamwamini Mungu juu ya jambo fulani, alafu pia unakuwa na shauku na hilo jambo. Unakuwa unamwamini Mungu kwamba anaweza kukubariki, pia unakuwa na kiu, unakuwa na shauku ya kubarikiwa. Haleluya. Kwa hiyo akasema mwenye kiu aje, hapa kusema aniaminie. Kwa hiyo ukiwa na kiu ila haumwamini, hautapokea. Tuko pamoja? Uwe na kiu, uwe na nini? Imani. Kila amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo, na kwamba Mungu wapa thawabu wale. Kwa kama una kiu ya kumuona Mungu, kiu ikakusukuma kwenye kufunga, ukienda kufunga, ufunge huku unaamini Mungu yupo. Amina. Na Mungu atanipa thawabu ya hiki ambacho ninakiombea. Amina. Watu hiyo waseme amina. Haleluya. Yes. Sasa kuna wale watu wa wana imani, ila unakuta ana kiu ndogo. Of course waga ni hivi. The more unavyokuwa kwenye tatizo kubwa, ndivyo na kiu yako ya kutoka pale inatakiwa iwe kubwa. Alafu na imani yako pia iwe. Kiu inachofanya inakupa pressure. Yes. Inakupa nini? Yaani unakuwa na pressure ya kutaka kuona badiliko. Amina. Vice versa, ukiwa hauna kiu sasa, unakuwa ni sawa tu, labda ni Mungu. Na hiki ndio kitu natamani hapa kanisani. Hivi vitu yani natamani hiyo concept tuifute. Kuna vitu vingi tumekaa tunasema ni Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Sio mapenzi ya Mungu, ni adui. Yes. Amen. Aliyepanda magugu ni nani? Ni adui. Yes. Amen. Na adui namna ya kumshinda ni mpaka wewe utumie mamlaka. Amen. Ndio maana kuna vitu vingi ukimwomba Mungu afanye havitatokea. Yesu alisema atakaye uambia mlima huu. Kwa sio Mungu anayeuambia mlima. Amen. Inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Anayempinga shetani ni nani? Wewe. Haleluya. Ndio maana ukiwa kwenye maombi lazima uelewe mgawanyiko. Kuna muda omba, mshukuru Mungu. Alafu kuna muda kemea. Yes. Haleluya. Ndio. Yaani ile Mathayo 18 anasema lolote mtakalo lifunga duniani. Sio Mungu anayelifunga, huku duniani ametuachia sisi. Yes. Lolote tutakalo nini? Funga. Tutakalo lifunga. Kwa hiyo kuna mambo wewe afunge. Yes. Kuna tabia zifunge. Kuna matukio fulani wewe hivi kama kila mtu ananielewa. Amen. Tumia mamlaka. Niwaambieni haya mambo hamna somo shetani analiogopaga kama hili. Amen. Kwa sababu shetani amezoea. Hivi unajua kuna watu hata hapo umekaa hapo umeokoka, ila ndani yako unamuogopa shetani kuliko tunavyomuogopa Mungu. Haleluya. Shetani anapenda watu wajue yeye ana nguvu. Yesu na nini? Ila tukisha kufundisha mamlaka unamwambia toka. Haleluya. Akileta hofu unakataa. Yes. Akileta ukata tamaa unakataa. Ndio. Akileta haja kuvunjika moyo, huzuni, unakataa. Amen. Na unapokataa utashangaa vitu vinaanza kubadilika. Amen. Kwa sababu wewe unayo nini? Mamlaka dhidi ya shetani. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Sasa hapa anasema mwenye kiu aje. Twende Zaburi 63.
Twende Zaburi 63. Tuangalie mambo ya msingi hapo. Mwenye kiu aje. My God. Baba soto kora basete. Basata baba tushikata. Zaburi 63 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu wangu nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu. Unaona sasa kiu inakupeleka. Kiu inakupeleka kwa Mungu. Mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako. Amina. Haleluya. Amen. Hapo ukishaziona nguvu zake pia utauona na utukufu. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Hapa Daudi anasema nina kiu. Alafu hii kiu ni kiu ya kuziona nguvu za Mungu. Sasa tunaposema nguvu za Mungu, sio ule mtetemeko, sio ule mtikisiko, no. Nguvu ya Mungu kazi yake ni kuleta matokeo. Kazi yake ni kuleta nini? Kuleta matokeo. Kwa hiyo Daudi anataka azione nguvu za Mungu zikitenda. Anataka aone kuna jambo linatokea. Amina. Kwa hiyo anaanza kuwa na kiu. Haleluya. Amen. Sasa turudi Matendo 1:8. Matendo 1:8. Matendo 1:8. Hii Matendo 1:8. Neno letu la kinabii. 1:8 anasema hivi, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Lakini mtapokea nguvu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja juu yetu, hatupokei tu kunena kwa lugha. Amina. Pia tunapokea nini? Nguvu. Nguvu. Ili jambo natamani liingie ndani yako kabisa, yani lizame. Yes. Kwamba siku ulipopokea Roho Mtakatifu ulipokea nini? Nguvu. Ama hapo sijui mtu anakuambia yeye ndo ana nguvu. Hakuna mwenye nguvu. Wote wenye Roho Mtakatifu wana nini? Wana nguvu za Mungu nazo. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Lakini mtapokea nguvu. Kwa jambo la kwanza ni wewe kufahamu, ni kuelewa, ni kujua. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Amen. Usipokuwa na maarifa kwamba unayo nguvu, kuna vitu vitakusumbua ambavyo havikutakiwa. Kuna vitu vitakuonea ambavyo havikutakiwa. Ndio nimekuja kutangazia kwamba unayo nguvu. Amen. Katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Sasa anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ile Luka 24 wakati Yesu anawaga wanafunzi 24:49 Yesu akawaambia, Luka 24:49, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Yesu anawaambia wanafunzi, ninawaletea ahadi ya Roho Mtakatifu, ila kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo. Glory to God. Amen. Hata mvikwe nguvu. Sasa hapa, yani hapa Yesu alichukulia ule uwezo wa Roho Mtakatifu kama vile vazi. Yani kama vile unavikwa. Sio, tuko pamoja? Amen. Yani ni uwezo kwamba unakufunika mwili wote. Tusome hii Luka sura ya kwanza alichomwambia nani? Malaika alichomwambia Maria. Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza mstari wa 35. Luka sura ya kwanza, wote twende pale. Mstari wa 35. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Haleluya. Amen. Anasema Roho Mtakatifu atakujilia, alafu nguvu za Roho Mtakatifu zitakufunika kama kivuli. Amen. Yaani kama ambavyo mtu unakaa kwenye kivuli cha mti, kile kivuli kinavyokuwa kimekufunika pote, jua likugusi,
Tuko pamoja? Ndivyo malaika anamwambia Mariamu kwamba Roho Mtakatifu akishakuja juu yako kuna nguvu itakufunika. Yesu kule kwenye Luka 24:49 anasema hivi, kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo. Yaani uwezo utakufunika kama vile vazi. Sema tuko pamoja. Haleluya. Haya mambo yanaanzia kwenye ufahamu. Amen. Glory to God. Lazima tufike mahali sisi kama watu wa Mungu tuwe tunajijua kuna nguvu imenifunika. Amina. Kuna nguvu imefanya nini? Kuna nguvu imefanya nini? Imenifunika. Haleluya. Amen. Anza kujihisi hivyo. Unapoenda kulala, nenda unalala ukiwa unajua hapa nilipolala kuna nguvu ya Roho Mtakatifu imenifunika. Nilikuwa nawafundisha hapa wiki moja, Jumatano, nikawaambia hivi, Roho Mtakatifu ili uweze kumexperience, jifunze kumtambua. Yes. Yesu alisema ulimwengu hauwezi kumpokea Roho kwa sababu haumtambui. The world does not recognize Holy Spirit, does not perceive him. Yupo ila hawamtambui. Ukienda mahali kwenye sherehe alafu wasikutambue, rafiki yako pale ana sherehe asikutambulishe, asikuite, usipewe kadi, unakuwa upo lakini kama vile haupo. Hamna aliyekutambua, hamna aliyekurecognize. Tuko pamoja mpaka hapo? Amina. Yes. Sasa Roho Mtakatifu anaweza kuwepo kwenye ibada hii, lakini je, tunatambua? Lazima tukao tumekaa hapa, mtu mwingine anafikiri tumekaa tu. No, lazima tu tunatambua, lazima tu recognize, lazima tukiri kwamba amesema tukikusanyika kwa jina lake yupo katikati yetu. Sasa anakuwepo katikati yetu kwa njia gani? Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu. Watu wanasema amen. Haleluya. Lazima tujifunze kumtambua. Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Amina. Mungu alikuwaje pamoja na Yusufu? Yusufu alikuwa anamtambua. Hivi unajua ukiamka asubuhi ukaanza kusema Bwana asante, leo uko pamoja na mimi. Yeah. Bwana asante, leo uko upande wangu. Na ukiwepo upande wangu hakuna kuwepo kinyume changu. Bwana asante kwa sababu leo unakwenda pamoja na mimi. Hatua zangu zinaongozwa na wewe. Neno lako ni taa na mwanga wa njia yangu. Yeah. Ukianza kukiri na kutambua, jamani, vitu vingi. Neno linasema hivi, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Wewe ni kiumbe kipya, ila usipotambua utaishi kama vile sio kiumbe kipya. Ila ukianza kujiambia mimi ni kiumbe kipya, mimi sio kama yule ambaye hajaokoka. No, mimi ni mtu tofauti. Mimi sifanani na yule. Inside of me I am a new creation. Mimi ni mtu mpya. Siwezi nikafanya hayo maamuzi. Siwezi nikawa na hii tabia. No, that is not me. I am a new person. Mimi ni mtu mpya. Bwana ameshanifanya kuwa mpya. Mwili wangu ni hekalu. Mwambie jirani yako wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni kiumbe kipya. Haleluya. Amen. Basi unajua mara nyingi watu wa Mungu tumekuwa tunajiona kwamba si watu wa matatizo, kwamba vitu haviendi. Acha kurecognize hayo. Recognize ile nguvu iliyoko juu yako. Yaani wewe tambua uwepo wa Mungu kuliko unavyotambua matatizo. Kuliko unavyotambua unayoipitia. Amina. Ngoja niwaambie watu wangu, shetani na mapepo yanapenda sana recognition. Yanapenda sana attention. Hata matatizo tunayopitia, tatizo lako linapenda umakini wako. Yaani kwamba uache kuangalia vitu vingine, uliangalie tatizo tu. Yaani ukae wewe, unalala nalo, unaamka nalo, unakuwa mpaka na kidonda ndani. Hivyo ndio vitu mimi Mungu ashanisaidia kuvishinda. Haleluya. Amina. Naweza nikapitia changamoto mwaka mzima na nimekaa kimya. Haleluya. Unajua changamoto inaumia kiasi gani kama ukikaa kimya? Sababu ile inataka umwambie shangazi, umwambie mjomba, umwambie sijui baba, umwambie mama, kila mtu umwambie. Ukipita kila sehemu unasema jamani, huu mwaka mambo ni magumu. Huu mwaka petroli imepanda. Huu mwaka mafuta yamepanda. Huu mwaka mchele umepanda. Huu mwaka simu zimepanda. Haleluya. Kila kitu sema yaani unateseka na. Malaika alimpiga Zekaria ububu asije akaharibu mission, ili akae kimya. Amina. Haleluya. Amen. Ili akae kimya, asiongele matatizo. Niwaambieni, Roho Mtakatifu tukijifunza kumtambua, tukajifunza kujitambua kwanza sisi wenyewe kwamba tuna nguvu, kwa sababu kama umejazwa Roho, haleluya,
Amina. Unanena kwa lugha. Hivi unajua maana yake ni? Kwa sababu unajua watu wengi hatuvali hata kunena kwa lugha. Yaani ndio maana tunachukulia kawaida. Biblia anasema hivi, anenaye kwa lugha anaongea na Mungu. Amen. Hebu nisome Wakorintho wa kwanza 14. Wewe hujanena kwa lugha, endelea kutamani. Leo mimi napanda kiu. Haleluya. Ni kiu kwenda mbele. Hamna tikebaki salama. Uliokuwa unanena iongezeke. Mungu akubariki sana Max. Alinipa ushuhuda wiki jana. Akanambia pastor, leo nimenena masaa 3. Yaani nilijisikia kutaka kupasuka huko ndani. Haleluya. Amina. Nikasema hivi ndivyo tutatikisa. Haleluya. Max, unajisikiaje? Amani sana. Sasa hivi umeona ilikuwa halisi, si ndio? Kuna mtu anaweza kufikiri labda mtumishi wake anajitungia. Sasa mbona mtumishi wake anatoa wapi yale maneno? Sasa hivi umekubali eti? Amina. Kwamba ni halisi kunena. Amina. Naona tu anabubujika yani. Yeye anatembea tu yani, alapo yendelee. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Na hapo ndo yaani hapo ndo waga shetani anachanganyikiwa yani. Unajua unaweza kuanza kuomba, Baba asante, Baba angalia ndoa yangu, Baba angalia maisha yangu, Baba angalia biashara yangu. Shetani liko mahali ninasikiliza. Huyu jamaa anaombea nini? Ghafla shetani anashangaa, unaanza kota ya balese to rama yake. Shetani anaanza kuchanganyikiwa. Ndio anaongea nini hapo? Haleluya. Wewe mwambie shetani hapa utaelewa. Hapo nimebaki mimi na Mungu wangu tunaweka mambo sawa. Haleluya. Shetani atakapokuja kuja kushtukia tu anapigwa radi, anapigwa upanga kwa sababu tayari Mungu anaachilia judgment. Watu wanasema amen. Nataka nisikie amen katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Nisome Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 2. 14 mstari wa 2. Yes. Biblia inasema, maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo yasi katika roho yake. Anenaye kwa lugha anaongea na Mungu, ni mambo ya siri hayo. Haleluya. Amen. Umenipata hapo? Amina. Kumwe mna value. Yaani ule muda unanena, imagine hapo kuna vitu Mungu yeye anavisikia. Kuna vitu Mungu huko unamwambia. Roho Mtakatifu anakupa maneno ya kumwambia Mungu. Na Roho Mtakatifu anaweza akakosea. Haleluya. Anaanza kumpanga Mungu. Mwambia Mungu, rekebisha destiny ya huyu. Mwaka ujao hapa pale hivi. Haleluya. Hivi tuko pamoja? Amen. Kuna muda unanena, akili yako isikuchanganye. Utakuja kuelewa baadaye. Wewe endelea kuzungumza na Mungu. Amina. Kuna mambo ya siri tunayaweka sawa. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko kwenye kikao cha kifamilia hapo mimi na Mungu. Amina. Wengine hao wasisikie. Unajua kuna mambo ni personal. Haleluya. Amen. Mambo ni personal. Hata akili yako itakitu yajua kwanza. Ni roho yako na Mungu. Kwa lazima tujue tunayo nguvu. Lazima tujue tunayo nini? Tunayo nguvu. Tunayo nini? Na hii nguvu imetufunika. Amen. Haleluya. Amen. Toka hapa wewe unajua mimi na nguvu. Hivyo tu kwamba I have power. Kiamka asubuhi mwambie Baba asante kwa sababu umenipa nguvu. Ukienda kulala ninayo nguvu. Ukienda kwenye interview ninayo nguvu. Ukienda kwenye biashara sema ninayo nguvu. Hivyo tu. Yaani wewe hakikisha akili yako imekubali. Ndio. Kwamba siku ulipopokea Roho Mtakatifu pia ulipokea nini? Nguvu.